Fanya biashara ndani ya hekalu. Mara umekuwa ukifuga nguruwe. Nguruwe ni mchafu, tafsiri yake ni uchafu. Wewe mchukue nguruwe, mweke hapa, muogeshe vizuri kabisa na mafuta umpake, mpe sekunde 5 tu, ataondoka na pua yake, atakwenda kwenye tope kama pale, ataanza kuchimbua chimbua, naye ataanza kujigaragaza pale. Sasa Yesu anaona iko tabia hiyo ndani ya Mkristo ambaye nyumba yake ni hekalu, mwili wake ni hekalu la Mungu, lakini anaona kuna tabia hiyo ya uchafu. Bwana asifiwe. Yesu bado anakuja, anatizama, anaona hawa watu mbona wameokoka? Ninamwona Roho Mtakatifu huyu, walifundishwa na walimpokea, yupo, lakini hana nguvu, kazidiwa na vitu vingine. Kwa sababu ukiona wewe una Roho Mtakatifu halafu kuna tabia zinakufuata, maana yake Roho Mtakatifu ndani yake hana kazi, kazidiwa na taaluma zingine ambazo umeziruhusu ziingie. Kumbe lile ni chukizo mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu anataka kuona ukimkubali tabia zilizo kinyume na Mungu usizikubali. Pale Yesu angekuta hekaluni kuna biashara ya njiwa, yaani mle ndani ya hekalu njiwa wamekuwa wengi, Yesu angesema sasa hawa watu ni kweli ndani yao wamejiungamanisha na Mungu. Lakini njiwa anamuona, nguruwe anamuona, mbwa anamuona, fisi anamuona, kunguru anamuona, ndani ya hekalu hilo hilo moja. Ni ugomvi mkubwa na Mungu wetu. Miili yetu sisi ni nyumba ya Baba. Kisoma anakuambia ukiwa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yako. Manake tendo la kuruhusu Mungu kuufanya mwili wako kuwa ni hekalu lake, tayari yeye atakuwa ndani yako. Haitoshi kama yeye atakuwa ndani yako, manake na wewe utakuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa haya mambo ndio Mungu anayahitaji, kuona aliyokubali kufanya mwili wake kuwa hekalu la Mungu, na yeye basi akubali kuwa sehemu ya Mungu kwa kupokea maelekezo yanayolingana na mtu anayejiaminisha kwamba yeye ni hekalu la Mungu. Angalia mambo yanavyoendelea kutokea. Hao wanaoonekana wana imani, angalia wanayokutana nayo. Ndipo utakapogundua kwamba pana kazi. Huwezi kuwa mtu ambaye unaaminika, unakutana na madhara ya kishetani kwa urahisi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa nani mwenye jukumu ya kujua mwili wako ni hekalu la Mungu na ya kupasa ulilinde hekalu hilo lisivamiwe na maadui? Ni mchungaji? Ni mzee wa kanisa? Au ni Mungu mwenyewe aliyofanya mwili wako kuwa ni hekalu lake? Nani mwenye jukumu ya kulilinda hekalu la Mungu? Bwana asifiwe. Haleluya. Mwenye jukumu ya kulinda hekalu la Mungu ni wewe mwenyewe, kwa sababu utaheshimu Mungu unayemwamini, na ukimheshimu Mungu unayemwamini hutaruhusu nyumba ya Mungu ichafuke. Ushindwe kuruhusu maadui wavamie hekalu la Mungu ni vile unavyoheshimu uwepo wa Mungu ndani yako. Haleluya. Haleluya. Lakini ukiona kunguru ameonekana ndani ya hekalu la Mungu, nguruwe ameonekana katika hekalu la Mungu, mbwa ameonekana katika hekalu la Mungu, shida yuko kwa huyu anayeitwa hekalu. Mungu atusaidie sana. Yaani shida haiko kwa Mungu. Mungu anachokisema, mwili wako ni nyumba yangu, ninataka niweke makao ndani yako ili ulipo wewe na mimi niwepo. Utakachokifanya kitoke kwangu, utakachokisema kitoke kwangu.
maana yake mmejiungamanisha. Lakini sasa wewe unaona huyu Mungu hapana, mimi na mambo yangu mengine. Sasa utakaporuhusu, mzembe ni wewe ulioruhusu hekalu la Mungu kuwa sehemu ya pango la wanyang'anyi. Ndio maana Mungu mwenyewe anapokuja, anapotaka kushuka, anatizama mioyo ya watu, anaona mioyo imejawa na vitu ambavyo havipo. Mungu anaondoka. Mungu anaondoka. Mna mahitaji kabisa, Mungu shuka, tusaidie, 1, 2, 3. Anaposhuka anakutana na vitu vimejitengeneza ndani ya hekalu lake, anaondoka. Sasa Yesu akasema, haya mambo mpaka lini hao watu? Sasa nitakwenda kubomoa hilo hekalu. Angalia kilichotokea. Yesu anabomoa mahekalu. Je, aendelee kubomoa hekalu lako ambalo wewe ndio mwili wa Kristo? Bwana asifiwe. Abomoe hivyo ulivyo. Unajua kuna wakati, kuna mambo mengi yanawaingia watu wa Mungu mabaya kabisa. Huwezi jua, pengine Mungu katika operation ile ile ya kubomoa mahekalu mazembe. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Wewe ni hekalu la Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu. Yaani pasa kulilinda hekalu la Mungu kwa heshima na kumfahamu Mungu. Tunaamini hapa ni hekaluni kwa Mungu. Lakini watu hawana adabu na hapa, hawana adabu napo. Inaonekana bado tuna ufahamu wa chini kwa habari ya huyo Mungu tunayemzungumza. Yaani bado tuko chini sana, kwa sababu hatumzungumzi kama tunavyomwishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi ni hekalu la Mungu. Yaani pasa kulitendea haki hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu lazima liwe takatifu. Ukishabaini kwamba wewe ni hekalu, kitu cha kwanza lazima hekalu liwe takatifu. Utakatifu wako ni vile kukataa mabaya. Jambo lolote linalohusu ubaya halistahili kuingia ndani ya hekalu la Mungu. Haya ni mambo ya kukaribisha, ya kuidhinisha au ya kukubali kwamba wewe ni hekalu. Unaposhiriki mabaya ya aina yoyote, maana yake unashindwa kuthibitisha kwamba Mungu alilisema kwamba ndani yako ni hekalu. Utakatifu ndio jambo la kwanza linalokupa heshima ya wewe kwamba unamheshimu Mungu. Jamani, msifikiri kwa mapana sana namna ya utakatifu ulivyo. Na si kwamba wewe huwezi kuwa mtakatifu. Unaweza. Kwa sababu utakatifu ni kuacha mabaya. Unapoacha mabaya na kuishi katika mema, huo ndio utakatifu wenyewe. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Natamani kuona Kristo anakuja akaona mahekalu yakiwa katika utakatifu, yakiwa masafi, mpaka yeye sasa akasema, ema kweli hii ni nyumba ya Baba yangu, hapa panastahili sala. Maana kila utakachokisema lazima Mungu akijibu, kwa sababu tayari pameshapasishwa mahali pale kwamba ni mahali patakatifu panapostahili kuwa ni nyumba ya ibada. Ndani ya sifa ya mwanadamu yenye viumbe vyote vilivyotajwa,
nguruwe na uchafu wake, mbwa na uzinzi wake, kunguru na wizi wake na vitu vingine vyote vimekaa ndani ya mtu. Halafu napeleka maombi mbele za Mungu. Mungu, ninaomba unisaidie moja mbili tatu. Subutu kujibiwa. Subutu kujibiwa. Ndio maana unakuta tunaomba maombi miaka 300. Yaani unaomba maombi mpaka umesahau umeanza kuomba lini. Unaomba mpaka unaona sasa hii inakuaje? Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa mwanahuduma sehemu fulani. Yule mwanahuduma yule alikuwa akifanya huduma kwa kiwango kikubwa sana. Wazee, wachungaji na washirika walikuwa wakimshangilia sana. Lakini nje ya pazia hakuwa mwanahuduma mwaminifu mbele za Mungu. Alikuwa na ombi analihitaji mbele za Mungu. Lile ombi alikwenda nalo mpaka alipofika miaka 52. Hakujibiwa. Sio maana Yesu anasema alipoingia hekaluni akawakuta njiwa humo, akawakuta nguruwe humo, akakuta vitu vingi humo. Yaani katika mwana huduma huyo ndani yake kuna hivyo vitu. Sasa ile ombi baada ya kulilazimisha zaidi ya miaka 50 ikamlazimu atumie akili zake tu. Kaliamulia. Kaamua kuacha huduma, kaamua kuacha vitu vyote. Kwa sababu ya hitaji lake kama kulifanyia mwenyewe kazi. Angalia madhara hayo. Angalia ni madhara hayo. Mungu hajibu hivyo. Tukiwa na mahitaji yetu, kazi yetu ni moja tu, kutengeneza njia zetu vizuri. Kulithaminisha au kuliheshimisha hekalu la Mungu. Kuiheshimisha miili yetu. Ili Mungu atakapoona hii nyumba ya sala kweli imeniheshimisha, ndipo atakapopata taarifa zako na kuzifanyia kazi. Sasa wewe Kristo anakuja anakutana ndani ya hekalu hilo, kuna popo, kuna bundi, kuna nini sio kuna nini. Anapambana na hivyo vitu vingine kwanza vitoke. Kenda Yesu kalivunja hekalu kwa sababu ndani yake alikuwa vitu ambavyo vinastahili kuishi mle. Lakini baada ya kulifanya makarabati ya hekalu, Biblia inasema watoto wadogo walimwendea. Yaani vile unapozidi kulitengeneza hekalu na jinsi linapozidi kung'aa mbele za Mungu, wako watu watahitaji msaada kutoka kwako. Biblia inasema watoto wadogo wakamfuata Yesu wakihitaji msaada. Lakini alivyozidi kutoa msaada kwa wengine na wengine, wakuu wa makuhani wakakasirika. Huyo ndo fanya vitu gani? Kwanza kapatia jengo letu afu haiwezekani kwa. Lakini wakati yanatokea hayo, na wala usije ukasahau, unavyozidi kutengeneza njia zako za kumpendeza Mungu, shetani hatakubali na wala hatafurahi. Atakutengenezea kila hila mpaka kuvuruge. Hao ndo Mafarisayo sasa. Wewe unaamua kujirekebisha hivi, anajipitiza mtu ili akuangushe. Wewe unaamua kufanya hiki, unakuja mpango ili uharibikiwe. Wewe unaamua kusimama hivi, ulipoamua kuwa mbaya wala hayo ndio mipango ya kutokea. Lakini ulipoamua kutengeneza mtu wema mbele za Mungu na kulithaminisha hekalu lake mbele za Mungu, yanajitokeza mambo ili uharibu. Ukisimama vizuri utakuwa msaada wa wengine. Kama unaandika, tumeanza na hii Mathayo 21:12-16.
Tunaangalia namna ya Kristo alipokwenda kuliharibu hekalu. Analiharibu hekalu huku akijua kwamba hili hekalu ndio watu wa Mungu hawa, na hapa ni sehemu ya ibada. Kwa nini yamejitengeneza mambo ambayo hayapo? Bwana asifiwe. Wakati wa kung'alisha hekalu lako ni wakati kama huu wa maombi. Kipindi cha maombi ni kipindi cha kujielezea mbele za Mungu na kwenda kutengeneza njia zako. Sasa mwambie mtu, bwana, tufunge tufanye staki. Basi njoo tu, hata usifunge, njoo usikie waliofunga staki. Sasa wewe unatakaje? Utaishi vipi? Utapataje kupona? Unasahau hivyo ulivyo sio wewe, hilo ni hekalu la Mungu. Na kama ni hekalu la Mungu, Mungu anataka kulifanya hapo kuwa ni sehemu yake ya mawasiliano. Lakini usisahau, kwa uwepo wako wengine wanahitaji pia kupata kujua Mungu. Wewe unapuuza kila jambo. Ni kweli Mungu akose hekalu takatifu pa kufanyia ibada au kwa nyumba ya ibada? Kwa hivyo unavyoamua kujifanya jinsi ulivyo, si unazima data? Vijana siku hizi wanasema lazima data. Unazima data utakupatikana hewani. Unazima data mbele za Mungu. Hiyo data unayozungumza si mawasiliano kati ya wewe na wengine. Sasa Mungu anataka kuona moyo wako ambao ndani yake ndio hekalu lake, mawasiliano ya wewe. Wewe unazima, unakata mawasiliano. Sasa anakuja Kristo anasema, hili ni hekalu takatifu, hapa ni nyumbani ya Baba yangu. Utake usitake, lazima ibada zifanyike na lazima sala zifanyike. Sasa nitakachofanya juu yako ni kukubomoa. Pole. Haleluya. Haleluya. Akikubomoa ndio utasikia mtu sio ana HIV, shabomolewa hapa. Sio mwingine sio ana kansa, sio nini, tayari. Sio mwingine pressure inapanda zaidi ya isuki, tayari. Mwingine sio, vitu vingi vinajitokeza ndani ya watakatifu wa Mungu katika mwili. Unawaza kusi mpendo anaenda mbinguni kesho. Haya mambo yamekwaje? Mbona Mungu kasema haya, hakuna jambo analolishindwa? Mahekalu hayako sawa. Yesu anayabomoa. Yesu anayapunja. Sasa tengeneza njia zako. Yesu yupo. Na dhamira ya Yesu kujenga mahekalu yatafsirike kwa jina halisi kwamba hili ni nyumba la Mungu. Ukisema acha yapite, subiri nakuja. Mbomoaji yupo. Mimi sikutishi na kuambia ukweli. Simama imara. Yesu ameshatuonyesha namna tunataka tuishi. Ndani ya hekalu njiwa yupo, kunguru yupo, fisi yupo, nguruwe yupo. Ni hekalu hilo. Hiyo ni vurugu, ndio maana Yesu akasema analivunja. Ukiokoka usichanganye vitu ndani yako. Tafsiri ya kuchanganya vitaonekana hivyo ambavyo Yesu alisema kwenye Biblia. Huko unamtumikia Mungu lakini ndani yako kuna uchafu. Huko unamtumikia Mungu lakini ndani yako kuna Mungu. Huko unamtumikia Mungu ndani yako kuna vitu vingi ambavyo vinajitengeneza. Ifike wakati tuheshimu hekalu la Mungu ni nyumba ya sala. Vile utakapoamua kusimama vizuri na kuheshimu hilo, ndipo Mungu atakapofungua milango ya watu kuwa sehemu ya msaada kwako. Kwa ni nani anayestahili kuwa msaada wa wengine? Wewe unaweza kumjua yupi anastahili kuwa msaada wa mwingine? Jione wewe ambaye hekalu la Mungu ndio unastahili kuwa msaada wa mwingine. Usimtafute mtu. Yaani jione wewe ndio msaada wa wengine. Niweke hekalu lako. Haleluya. Hebu soma hiyo Yohana Saguti.
21. Yohana 21 mstari wa 21. Yohana 21 mstari wa kwanza na wa 17. Mstari wa kwanza na kuendelea tusoma katika jina la Bwana. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli na Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarizo upande wa kuume wa chombo, nami nitapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife alipasuka. Yesu akawaambia, njoni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, unani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa na samaki vivyo hivyo. Hivyo ndivyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana-kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu. Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo
ndoto zangu. Amina. Neno ya Yesu na wanafunzi. Yesu alipokaa na wanafunzi aliwafundisha namna ya thamani yao mbele za Mungu na namna wanavyotakiwa kuishi huku akiendelea kumwamini Mungu. Petro na wenzake walikuwa ni watu ambao wamemsikia Yesu wala hawakumzingatia. Ndio maana Yesu alipoondoka na wao wakachukua nyavu, maneno bado yanafanya kazi kati ya Mungu na sisi. Itika wito, timiza wajibu, lilinde hekalu lako, usilinajisi hekalu. Hiyo ni nyumba ya Mungu. Utapoteza mawasiliano na Mungu kwa sababu ya kulifanya hekalu lako kuwa sehemu ya kichaka cha Mungu. Hayo ni maisha yako. Mimi ninakukumbusha, huu ni wajibu wangu kukukumbusha. Ukiona haifai aache. Lakini Yesu anauliza swali, je, mnanipenda? Kama unampenda, acha yasiyolifanya hekalu la ikashindwa kutambulika kwamba hilo ni hekalu la Mungu. Hebu tusome tena sehemu zingine. Naona hapa kipindi fulani. Hebu soma Yeremia 42:2-4. 42:2-4. Kama wewe umeingia sasa hivi na unatamani kuandika, kichwa kinasema mimi ni hekalu la Mungu. Tumesoma Mathayo 21:12-16, lakini pia tumesoma Yohana 21:1-17. Lakini sasa tunasoma Yeremia 42:2-4. Kitabu cha nabii Yeremia. Ndio. Sura ya 42. Ndio. Mstari wa 2 na kuendelea kusoma kwa jina la Bwana. Wakamwambia Yeremia nabii, kwa kusi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako, yaani watu hao wote waliosalia, maana tumesalia wachache tu katika watu wengi, kama macho yako yatuonavyo. Haleluya. Ili kwamba Bwana Mungu wako atuonyeshe njia ambayo yatupasa tuiendee, na jambo litupasalo tulitende. Ndipo Yeremia nabii akawaambia, nimewasikia, tazama, nitamwomba Bwana Mungu wenu sawa sawa na maneno yenu. Tena itakuwa neno lolote ambalo Bwana atawajibu, nitawaambia, sitawazuilia neno liwalo lolote. Akamwambia Yeremia, Bwana awe shahidi wa kweli na uaminifu kati yetu, ikiwa hatufanyi sawa sawa na neno lile ambalo Bwana Mungu wako atakutuma utuletee. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Angalia hawa watu hawa, ukisoma vizuri hadithi zao, kulikuwa na machafuko kule, wakapungua kwa kiwango hicho kilichobakia, ili mlazimu wamtafute mtu ambaye atawaunganisha na Mungu. Anasema, Bwana, naomba umuombe Mungu wako atusaidie. Angalia sisi tulivyobaki. Bwana asifiwe. Haleluya. Angalia tulivyokwisha. Wewe mwenyewe unaona kwa tabia tulizo nazo, yuko mtu atakayeomba msaada kwa Mungu wetu? Shahidi wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe tizama tu, hivi nilivyo na wanionavyo, watanifuata, waniambie mahitaji yao, waniambie shida zao,
wamwamini Mungu wangu? Sijui wewe mwenyewe ulivyo hapo unapoishi. Biblia inasema sisi ni chumvi, sisi ni nuru ya ulimwengu. Sijui Yeremia anafuata. Tunaomba umwambie Mungu wako atusaidie. Hiki ni kipindi cha maombi. Wako walio waaminifu wamefunga siku zote, na wako ambao hawaelewi, kwanza wanasikia. Lakini wako ambao wanaelewa lakini hawakuweza kutimiza kutokana na sababu zao. Wewe jua kila mtu na namna alivyo. Wengine wanasumbuliwa na afya pia. Madaktari wamewashauri kwamba wasiingie kwenye kufunga. Tumuombe Mungu atusaidie, atuone jinsi tulivyo na aina ya maisha tuliyoyapitia na aina ya maisha tuliyo nayo. Mungu asimame mwenyewe atusaidie na hiki kinachotufanya sisi tushindwe kulifanya hili kuwa hekalu la Mungu kamilifu. Kwa sababu mapicha yanayoonekana katika hekalu la Mungu sio jambo jema mbele za Mungu. Yatupasa tumwambie Mungu alione hekalu lake takatifu, anisaidie kuondoa hivi ambavyo vimeonekana ndani ya hekalu lake. Ukimwambia Mungu kwa kumaanisha, Mungu ataondoa. Yule njiwa aliyomfungua na kwenda zake hata mfungulia, bali ataondoa vile ambavyo vinakwenda kuchangamana na njiwa. Usitafute mbali, hata tabia tu nayo inaweza kuwa tofauti na Mungu anataka. Ndugu yako akikuita mara moja, wewe fulani nini huko? Unafikiri ni kitu kizuri? Bwana naenda kacho sitaki. Wewe ni hekalu la Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu. Lazima niliheshimishe hekalu la Mungu kama ninavyomheshimu. Na kuliheshimisha hekalu la Mungu ni kuacha mabaya. Katika wingi wa mabaya, hata ukaidi pia ni jambo baya mbele za Mungu. Amua kuwa mtii, msikivu, mwaminifu. Amua tu hivyo ili ulitakase hekalu la Mungu. Jipe miezi 6 ya kusema ninarekebisha maisha yangu. Halafu mrudie Mungu, mwambie unachohitaji, uone kama hatafanya. Usilichafue hekalu la Mungu. Kipindi cha maombi ni kipindi cha toba. Yesu alipokwenda mlimani, alikwenda kuomba. Alilia juu ya wanadamu walio na ufahamu tofauti na ule anaowafundisha. Kipindi hiki ni kipindi cha toba. Wenzetu waliacha kula, waliacha yote waliposikia taarifa mbaya juu ya nchi zao. Mungu atusaidie. Ukipuuza shauri yako mwenyewe, haukuwa hivyo ulivyo. Mwanzo haukujulikana ulipo, baadaye ukazaliwa, na sasa umekuwa na wewe umepata watoto, na kesho inaiva, safari inakamilika. Hautang'ang'ania duniani miaka yote. Iko siku moja hautakuwepo.
Hebu tengeneza njia zako vizuri, utakapoondoka ukaishi katika njia ulizotengeneza. Bwana asifiwe, haleluya. Lakini vile unapozidi kufanya moyo wako kuwa mgumu, Yesu anakuuliza, je, unanipenda? Utamjibu wewe mwenyewe kama ninakupenda au la. Kama nakupenda, basi utatenda yale yanayompendeza Mungu. Kama sikupendi, nitaendelea kuwa na michanganyo na hekalo lako utakuta mpaka bundi wako. Yaani hiyo ni majibu ambayo unampa Yesu. Mchungaji wako hataona, wala wazee wako hataona. Haya ni majibu yako unampa Yesu ndani kimoja kwa moja, kwamba wewe umeamua kumjibu Yesu kwamba moyo wangu mimi ni kichaka cha wahuni. Nitahifadhi humo ndani nguruwe, nitahifadhi mbwa, nitahifadhi fisi, nitahifadhi kunguru na tabia zote, na njiwa atakuwepo pia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shauri yako mwenyewe. Tusimame tumwambie Mungu atusaidie. Hiki ni kilio cha nafsi ya mtu mmoja mmoja, lakini wakati unamwambia Mungu akusaidie, utajibu na swali hili. Yesu anakuuliza, je, wanipenda? Ukimjibu unanipenda, basi yakupasa uwalishe kondoo. Je, wanipenda? Anapewa jukumu, lisha kondoo wao. Anawalisha majani, anawalisha mafundisho aliyofundishwa na Yesu, mafundisho ya kuacha mabaya na kutenda mema. Hayo ni majukumu anayopewa Petro, walishe kondoo wangu, haya niliyokuagiza. Hakuambiwa walishe majani. Narudi. Unajua hiyo nyimbo? Imbeni hiyo nyimbo. Mpe Teddy bwana. Kondoo wale hao mnaowaona, Mungu ameweka makusudi, na lazima kondoo wale. Ndio maana wakati mwingine moyo wangu unaniuma. Unakaa na washirika hawajali, hawasikii. Utakwenda kujibu nini mbele za Yesu? Ni kweli kila mtu abebe mzigo wake. Mbona Yesu akuambia wanafunzi, acheni tu hawa kabebe mzigo yao? Yesu anawaambia wanafunzi, Petro, walishe kondoo. Nimekaa na wewe miaka mitatu, nilichokufundisha kifike. Leo tuko hapa kwa sababu Yesu alisimama kwenye nafasi yake. Petro alisimama kwenye nafasi yake, alikubali kulisha kondoo. Kisema hawa watu penda, naomba tuimbe. Tumia nafasi ya maombi. Tumia nafasi ya maombi. Tumia nafasi ya maombi kulifanya hekalu la Mungu kuwa ni sehemu takatifu. Yesu mwana wa Mungu. Alipojitokeza akasema, ninyi mnapata tabu bure. Mnapata tabu bure, ninawafundisheni. Angalia, umekesha baharini usiku kucha. Ungenisikia wala msingepata tabu baharini hapo. Lakini sasa mngenisikia, baada ninawapendeni. Zingatieni ninachowafundisha. Ase atulinda.
kwa habari ya kukuonea huruma wewe. Ni wewe peke yako Bwana, vile Mungu unavyoiamini na kuithamini miili yetu, pale uliposema kwamba miili yetu sisi ni hekalu, maana yake